na wewe una mahitaji, unahitaji msaada, lakini msaada wa ajabu sana ni Roho Mtakatifu. Ningeweza kusema anayetoa msaada lazima awe na nguvu au awe na uwezo. Mtapokea nguvu akisha kuinjilia jioni Roho Mtakatifu. Maanake mtapokea uweza, mtapokea mamlaka fulani. Maanake mtapokea nguvu wezeshi. Sanaposemea Roho Mtakatifu kuwa ni msaada, ninamaanisha Roho Mtakatifu ni msaada wa ajabu sana, ni uweza wa ajabu sana, ni nguvu ya ajabu sana. Leo duniani kuna vitu vinaonekana vina nguvu. Unaweza kukuta tu maporomoko maji yamejaa hapa kwenye mto yamefurika, njia haipitiki, yanazoa watu. Yale mawimbi wanasema ni nguvu ya maji. Lakini unaweza kukuta jua kama hili linawaka, lakini linaweza likawasha umeme. Unaweza kukuta upepo unawasha umeme. Ni nguvu, maporomoko ya maji yakasababisha kuzalisha nguvu ya kuzalisha umeme. Sasa nguvu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu maana yake ni nguvu kubwa kuliko hata hivyo vyote. Bwana asifiwe. Kwamba moto unaweza ukaunguza ukateketeza pori zima. Ule ni uwezo, lakini uwezo huo sasa mbele ya Roho Mtakatifu ni cha mtoto. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu ni specialist wa kila kitengo. Maana yake yeye hakwami kutoa msaada kila mahali. Ana uwezo wa kutoa mahali. Kwa lugha nyingine, kama ni vitani, yeye ni moja ya mashujaa wa kivita. Ana uwezo wa kusaidia watu waliotekwa, akawatoa kwenye mateka kwa nguvu zake. Yaani mnapokutana maadui akawateka, mnahitaji msaada wa kuja kuwasaidia. Sasa Roho Mtakatifu yeye ni nguvu ya juu sana, kiasi kwamba yeye ni shujaa. Ana uwezo wa kuingilia kati vita na akaipigana, ukaona msaada umetokea. Hata kama kuna changamoto ya kiuchumi, kuna waza nitaanzia wapi, nitaishia wapi, lakini Roho Mtakatifu ni msaada eneo hilo la uchumi. Kwa hiyo yeye ni mtaalamu pia wa masuala ya kiuchumi. Yeye ni mtaalamu pia wa masuala ya mahusiano. Kwa maana nimeona changamoto ni kubwa sana kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la ndoa. Lakini yeye ni msaada mkubwa sana. Yaani katika kila nyanja anajaa, anafiti. Hakuna mwenye uwezo kutoa msaada namna hiyo. Hata daktari kwa habari ya afya ana vitengo vyake, anakwambia mimi nimesomea mifupa tu. Mimi nimesomea masuala tu ya tumbo, masuala ya uzazi peke yake. Mimi nimesomea masuala tu ya macho. Kuniambia masuala ya mifupa amna, nitakudanganya. Wanakuwa na vitengo kila mtu, na amekisomea kwa miaka ya kutosha. Kwamba huyu jamaa ana nguvu eneo la macho. Ukienda kwa ndoto kuna maspecialisti wana nguvu eneo moja tu la macho. Lakini kuna mahali unakuta mtu ana nguvu tu ya kufanya upasuaji. Ana nguvu tu kwenye masuala. Kwa hiyo ana vitengo mbalimbali. Lakini msaada unaozungumzia Roho Mtakatifu ni msaada katika kila kitengo. Kama kuna mtaalamu kwenye eneo la afya wa kipekee sana, ni Roho Mtakatifu. Kama kuna mtaalamu wa kusolve kesi zilizoshindikana, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukaona mfano kidogo wa msaada aliyowahi kutoa Roho Mtakatifu, ili tuweze kukubaliana wote kwamba kweli Roho Mtakatifu tunapoendelea kujifunza juu yake, tunajua kweli ana uwezo. Kwa kuangalia pia ushuhuda wake, utapima na wewe utaona kama kweli ana nguvu ama la. Wakati fulani, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 41, Farao akaota ndoto. Alipoota ndoto, ile ndoto ikamchanganya sana. Lakini ikaonekana ni nani anaweza kutoa tafsiri. Tafsiri ikatolewa ya kwamba kuna wimbi la njaa litatokea. Njaa kubwa sana. Bila kujipanga, watu wengi sana wataangamia. Kwa sababu njaa ile sio ya kawaida. Miaka 7 mvua hainyeshi. Hakuna kitakacholimwa, kitakachoota. Hakuna kitakachostawi. Nini kitatokea? Ni hatari sana. Piga hesabu kama miaka 7 mfululizo bila mvua. Mvua haikunyesha miaka 7.
Lakini aliyesolve kesi pale, wakati wanajiuliza baada ya kupewa utaratibu kwamba tafsiri ya ndoto iliyoota mfalme, miaka 7 ya lishe, miaka 7 ya njaa, nini kifanyike? Akapewa ushauri utakaoleta msaada kwa ajili ya taifa, na sio taifa moja, ni mataifa mengi yaliyokuwa yanategemea Misri. Ndio maana hata Israeli ilifika mahali wakafuata chakula. Kwa hiyo mataifa kutoka sehemu mbalimbali walikuwa wanatafuta msaada. Ila huo msaada ulikuwa umesababishwa na nani? Sio Farao, sio Yusufu. Mstari ule wa 40 au ule mstari wa 33 mpaka 38. 41 mstari wa 33. Biblia inasema hivi: basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba na nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kule kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa kiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Mstari wa 37, neno lile likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake, tupate wapi mtu huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utanena neno, wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika nchi. Kiti cha enzi tu itakuwa mkuu kuliko wewe. Huu ni mfano wa kuiangalia nguvu hii kama ni msaada. Kwa roho Mungu ni msaada. Kuna mambo ambayo hata akili ya kawaida hakuna tafsiri, lakini Roho Mtakatifu ameweza kutafsiri. Ule mstari wa 37 ule wa 36 wa 33 ukiulinganisha na ule mstari wa 38, maana yake Farao aliambiwa atafute mtu mwenye akili, mwenye hekima. Lakini maana yake hekima ina uwezo wa kutetea taifa hata kama linataka kutekwa. Kwenye Mhubiri Biblia inaeleza kuwa kuna mtu alikuja kuhusuru mji, lakini kwenye mji ule kulikuwa na matajiri wakubwa, lakini akawekwa maskini mmoja aliye na hekima. Yule tajiri hakuweza kusaidia mji usitekwe, lakini mwenye hekima ambaye hakuwa na kitu, ni maskini lakini ana hekima, alisaidia mji. Hekima hii inazungumzwa Yusufu alikuwa nayo, lakini tunaona jinsi ambavyo Sulemani alikuwa nayo, akaonekana ni mashuhuri sana wa kutoa msaada kwa sababu ana hekima. Hekima gani hii? Ni hekima ambayo ni zao la Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu cha Korinto sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 11, pana tofauti za karama, pana tofauti za huduma, lakini Roho ni yeye yule atendaye kazi katika wote. Awe na hekima, maarifa, ujuzi wa kila aina, Roho Mtakatifu anahusika. Sasa kilichotokea, aliyesaidia kuepusha janga la njaa hakuwa Yusufu actually. Aliyekuwa msaada alikuwa Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya Yusufu. Tupate wapi mtu ambaye Roho wa Mungu yuko ndani yake? Hata kama angempata mwingine nje na Yusufu, basi wangesaidika. Maana ajenda tunamtafuta aliyebeba roho ya msaada. Aliyebeba msaada ni nani? Haijalishi ya kwenda shule, haijalishi ni mtumwa pale, haijalishi yeye hana hata jina, ila amebeba nini? Ana Roho wa Bwana. Hapo ndipo unapoweza kugundua kwamba sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Nani mlima unayesimama mbele ya Zerubabeli? Unaweza kuona jinsi ambavyo msaada mkubwa, watu wanaoweza kutikisa dunia ni watu waliojaa nguvu ya Bwana. Watu walio na Roho Mtakatifu wanaweza kutikisa ukoo mzima, mtaa mzima ikajulikana. Hapo kuna mtu wa tofauti, kwa sababu alichobeba
amebeba nguvu ya tofauti. Yaliyoshindikana kwa akili ya kawaida, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu yanawezekana. Kesi hii ni ya uchumi. Uwezi ukatafuta specialist wa masuala ya uchumi aliyesomea mahesabu, au uwezi kutafuta mtu ambaye kwamba tutafute wenye uwezo wa masuala ya kiuchumi tuwaajiri wafanye hii kazi. Wanafeli vibaya mno. Hapa anatafuta mtu mwenye sifa moja tu, aliye na Roho wa Bwana ndani yake, aliyejaa Roho Mtakatifu. Manake anao msaada, ataweza kumsaidia. Na Yusufu akaonekana amebeba Roho wa Mungu, akawekwa kwenye nafasi hiyo ya kuweza kuwasaidia. Huwezi kuambiwa wasaidie watu ikiwa haujambeba msaidizi. Huwezi kuwa msaidizi mzuri ikiwa hauna nguvu wezeshi. Kama ukiwa na ile nguvu, utajaa kwenye nafasi ya kusaidia, maana yeye automatic anafanya hiyo kazi ya kusaidia. Ukiwa naye, wataona unafanya misaada, wakafikiri ni wewe binafsi, kumbe kuna nguvu ndani yako. Haleluya! Huo ni mfano wa kwanza. Hiyo ni kesi ya uchumi kwa ajili ya taifa, lakini mtu mwenye Roho wa Mungu ndiye aliyeweza kusolve kesi ya njaa. Mfano wa pili, kuna vita imetokea mahali ya kutisha kidogo, lakini anayeweza kuisolve ile kesi ni mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Samueli wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa 6. Mtu mmoja tu mwenye sifa gani atakayesaidia kwenye vita? 11 mstari wa 6. Na Roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu hapo alipoyasikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana, na akatoa jozi ya ng'ombe mbele akawakatakata. Hii ni story ndefu ambayo nitakuelezea kwa ufupi. Kuna mahali tunakwenda. Sauli alivyotawazwa kuwa kiongozi, kwa sababu taifa lake kukawa na changamoto ya kutaka kushambuliwa na maadui, lakini wakaenda kuomba msaada mahali. Walipofika mahali wakaomba msaada, wakaambiwa tutawasaidia, sharti moja, wanaume wote wang'olewe jicho moja moja na mkono wa kuume, wote wang'olewe. Hii story iko hapo kwanza mstari wa kwanza. Kila mwanaume, na wanaume ndio wanaopaswa kwenda vitani, wang'olewe jicho moja moja, tena na mkono wa kuume. Maana yake sijajua kama hapo kuna mafundi. Fundi hivi huwa mnabonyeza jicho la kushoto ili uangalie kona kama imenyoka. Wale mnaopiga kamera unabonyeza la kushoto ili utazame. Kaulize makameramani watakwambia. Yamkini jicho la kuume lina nguvu kubwa, ndio maana litafutwa ling'olewe hapa. Huu ni mtego, kama vile ambavyo watoto wa Yakobo waliwaambia wale wa Shekemu waliombaka Dina. Waliwaambia mkifanywa circumcision basi tutawaruhusu tuwe na ushirikiano, muoe kwetu. Kumbe wanalenga tuwazofisha alafu tuwanyooshe. Wakati bado wako kwenye kipindi chao cha circumcision na hawajapona vizuri, wakaamsha moto, wakaamsha vita. Haya, mtakimbiaje sasa? Ni mtego huu. Huyu jamaa anasema kung'oa macho. Watu walipopeleka taarifa kwenye nchi kwamba tumeambiwa kung'olewa jicho moja moja, Sauli akatoka kwenye mzunguko yake, anarudi akasikia watu wanalia. Anauliza, wanalilia nini watu hawa? Akaambiwa kuna taarifa za kwamba wanaume wote watang'olewa jicho moja moja ili tupate kusaidiwa. Na hizi taarifa zimeletwa ili tutoe maoni, baadaye warudishe taarifa. Roho wa Bwana alikuja juu ya Sauli, alafu hasira yake ikawaka. Wacha hasira ambayo inasukumwa na maroho ya kishetani. Kuna hasira Roho wa Mungu amejaa kwanza, Roho Bwana akamujilia juu yake, alafu hasira ikafanya. Tofautisha kupanda hasira kabla ya kuvikwa uwezo. Yaani huyu mtu anajaa nguvu ya Roho Mtakatifu, alafu hasira inawaka ndani. Hiyo hasira ni hasira ya Roho Mtakatifu. Alipopata hiyo hasira, walikwenda kupiga wale maadui. Mpaka watu wakasema Sauli atawazwe. Kuna watu walikuwa wanafikiria kwamba huyu jamaa sijui kweli ataweza kutuongoza. Walikubali watu wote kwamba huyu jamaa tutawale. Aliwasaidia. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ilihusika kutoa msaada kwenye wakati na kipindi kigumu sana ambacho watu hawana msaada. Aliyehusika na vita hiyo alikuwa Roho Mtakatifu. Mtu mmoja anaitwa
wa Samsoni, Waamuzi sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Biblia inaeleza story hapo, mfano wa nguvu. Najaribu kuonyesha tu mfano wa msaada unaozungumzia. Siku moja Samsoni amepata maono ya kwenda kuoa Timna. Alipoyapata maono ya kwenda kuoa Timna, wazazi wakamzuia, lakini wasijue kwa jambo hilo limetoka kwa Bwana. Sasa baadaye akajaribu kujieleza, wanajaribu kama vile basi tu. Alafu alipopata nafasi ya kufunga safari sasa aende, wakati anakwenda Timna kuoa, simba akamngurumia njiani. Alipomngurumia njiani na simba, mstari wa 6, Roho wa Bwana akashuka juu yake. Alafu akanalua yule simba kama analua mwanambuzi. Akaua, akapaki, akaendelea na safari zake. Wakati anarudi kwenye mzoga wa simba, akakutana na asali. Nini maana yake? Aliyemuua simba sio Samsoni, aliyemuua simba ni Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Samsoni. Lakini Samsoni asingekuwa na Roho Mtakatifu, huwezi kupambana na simba. Ukiwa na Roho Mtakatifu, shetani kama simba ungurumai, anatafuta watu wa kumeza. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu, unaweza kukamata kama vile mwanambuzi ukalalua. Sasa ukikoswa nguvu ya Roho Mtakatifu, wewe sio tishio kwenye ufalme wa shetani. Yaani wewe hauogopwi na adui. Shetani kama simba, kiboko yake anaonekana Roho Mtakatifu ndiye anatoa msaada wa kumaliza hiyo vita. Kuna mambo yanakaa tenge. Unajiuliza, nitawezaje kuperform hapa? Nitavuka vipi hapa? Nitawezaje kushinda? Mambo ni magumu sana. Ruhusu Roho Mtakatifu aingilie kati. Utaona mambo yanaanza kupata njia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wakikutana jambo gumu anaanza kuumiza akili, niende kwa mjomba. Anaanza kuumiza akili, si niingie mtandaoni. Kama una akili ya kukutosha, ukiona kuna jambo linatatiza mbele zako, si niende au nisiende, nasikia roho nyingine, si nisafiri au hebu nenda, Roho Mtakatifu atatoa msaada saa hiyo hiyo. Hiyo mbele za Bwana, piga magoti, karibisha uwepo wa Bwana. Roho Mtakatifu atatoa njia. Yeye ndiye msaidizi. Nikisema yeye ni msaidizi, ni msaada, inamaanisha yeye ndiye jibu la matakwa ya maswali ya mahitaji yako yote. Unaweza kuwa unapitia kwenye nyakati ngumu sana, lakini unapaswa kutambua kwamba anayeweza kuja kunisaidia ni Roho Mtakatifu, wala sio ujuzi wako, wala sio uzoefu wako. Kwa sababu Biblia inasemaje? Kadhalika ninyi nanyi hamjui kuomba ipasavyo, lakini Roho wa Bwana. Sasa wewe mwenyewe hata kuomba hujui, kumbe haya unafanyaje sasa? Kwa sababu hata kuomba hujui. Bwana asifiwe sana. Na ili uwe na ujasiri wa kujibiwa, uwe na uhakika kuwa unasikilizwa. Huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Tukiomba sawa sawa, tunajua atusikia, na kama anatusikia, tunazo zile haja tulizomwomba. Bahati mbaya tena hatujui kuomba sawa sawa. Tutafikaje sasa? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 15 inatuambia kwamba ujasiri tulio nao kwake, tukiomba sawa sawa, tunajua tusikia, na kama tusikia, tunazo zile haja. Warumi 8 mstari wa 26, kadhalika hatujui kuomba ipasavyo, au hatujui kuomba sawa sawa. Mimi napata wasiwasi, tunafikaje sasa? Maana mpaka tuombe sawa sawa ndio tujipe max ya kuwa tunasikilizwa, na kama tunasikilizwa tunazo haja, halafu hatujui kuomba. Hapo tunafanyaje? Utahitaji msaada. Utahitaji msaada ambao ni Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu itakuwa ngumu sana kufika kwenye hatima ya maombi na mahitaji yako. Lazima ujue sasa Roho Mtakatifu sio wa kawaida. Sio wa kawaida. Na ndio maana moja ya nguvu kubwa ambayo unapaswa uwe nayo wewe uliyeokoka ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Itakuwezesha hata kufanya kazi ya Bwana. Huwezi kufanya kazi ya Mungu ipasavyo ikiwa hauna nguvu wezeshi ambayo ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu huduma zote, yeye Roho Mtakatifu ndiye anayehusika kwenye utendaji wote.
Kama una Roho Mtakatifu hutatekeleza yale ambayo Mungu anakutaka. Kushinda dhambi ni kuwa katika hali ya mapenzi ya Bwana. Hauwezi kutimiza mapenzi ya Mungu kama hauna msaada. Huwezi kushinda dhambi kama huna msaada ambao ni Roho Mtakatifu. Unaweza kumkana Yesu kama huna msaada. Petro akiwa bado hajajazwa alikana kabisa, Yesu simjui kabisa. Wanamuuliza mara mbili, wewe vipi, mbona hata kuongea simjui mtu huyo? Kuna watu ambao wamebatizwa maji, wakabatizwa batizo huwa ziko tatu. Kuna ubatizo wa maji mengi, acha ya kwenye kikombe na kwenye mabeseni. Ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa moto. Sasa katika batizo hizi zote zina maana yake. Ukibatizwa maji mengi, hakikisha unabatizwa na unajaza nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama kuna ubatizo ni kesi ya maandalizi, baba ameongea hapa. Yaani kuna vitu vingine ni kesi ya maandalizi. Mimi nilipoanza kubatiza alinena huyu tu. Mara ya pili nilibatiza akanena tena mmoja tu. Mara ya tatu nabatiza hakunena hata mmoja. Mara nyingine nikaja kubatiza, nilikuwa nabatiza watu 40. Walinena wawili kwenye 40. Nikaja kwenda kubatiza sehemu nilikuwa nabatiza watu 47. Walinena watu kama 7. Ila baada ya kumaliza kubatiza walijaa nguvu ya Mungu watu wote tuliokuwepo pale kwenye bwawa. Shida nini? Maandalizi. Lakini usipojiandaa unaweza kubatizwa tu kama vile mchungaji umepata neema ya kuogeshwa na mchungaji kwenye bwawa, ila hakuna nguvu iliyoshuka bado. Japo kuna watu wanaweza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu hata kabla ya ubatizo wa maji. Mtu mmoja akasema, ikiwa watu wamejazwa kama sisi, nini kinazuia wasibatizwe kwa maji? Sasa katika batizo hizi najaribu kuzungumza. Ubatizo wa Roho Mtakatifu una nguvu kubwa kwenye batizo zote. Kwa sababu kibatizwa kwa maji, halafu Roho Mtakatifu akaja juu yako, mabadiliko ya kweli tunayaona. Ubatizo wa moto ni ubatizo wa majaribu. Kuna watu walipookoka walibatizwa ubatizo wa moto, unakataliwa kwa sababu ya wokovu. Majaribu yanakuwa makubwa kwa sababu ya wokovu. Unapingwa, unakataliwa, unafukuzwa, unaonekana kama vile wewe ni mwewe. Ukoo mzima unasema fulani ameweuka. Waliokuwa nakupa ushirikiano hakuna. Haupeli hata ushirikiano na ndugu zako. Basi unaonekana mpaka unaanza kuhisi nimeingia pabaya. Mbona sasa ni kama sasa naonekana kama tatizo. Si bora ya jana, matatizo yamekuwa makubwa. Kila ndugu hanielewi. Wewe ukiwa umebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, yeye atakuwa msaada wa kukushindia kwenye changamoto hizo. Siku moja watakuja watafute msaada wakisema tunahitaji na sisi twende kanisani kwenu. Kwa sababu huyo aliyejaribiwa alikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na msaada, akashinda majaribu. Yesu alipobatizwa maji, baada ya kubatizwa maji alivikwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipomaliza kuvikwa uwezo wa Roho Mtakatifu alibebwa kwenda nyikani. Akajaribiwa kule nyikani, akapiga maombi ya siku 40, lakini hatima yake ni kujaribiwa. Anajaribiwa, anashinda kwa msaada upi? Roho Mtakatifu aliyekuwa juu yake tayari ndiye aliyekuwa anampigania na kumwezesha kuomba siku 40, lakini pia kumwezesha kushinda majaribu yaliyoinuka yote. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, kajaribu kadogo tunakuwa tumeacha wokovu. Changamoto kidogo tu unakimbia wokovu, unakimbia nyumba yako, unakimbia biashara. Lakini Roho Mtakatifu akiwepo, yeye ni msaada wa ajabu sana. Hata kama amekosekana wa kusaidia, Roho Mtakatifu anatosha kutoa uelekeo na njia ya wewe kupokea. Usipokuwa na Roho Mtakatifu na unasema umeokoka,
Shetani akisikia tu umeokoka, atakagua kitu kimoja. Umejaa. Kuna watu walibatizwa, swali la kwanza la mtumishi wa Mungu kwao, mlipokea roho mlipobatizwa? Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza. Swali lake la kwanza, aliwakuta watu wanasema tumeokoka, tunapenda Yesu, Yesu ni Bwana. Okay. Mlimpokea roho siku mlipookoka? Swali hilo la msingi sana. Sasa sijui wewe hapo ulimpokea msaada wa kukusaidia siku ulipobatizwa au ulioga tu kwenye bwawa la kule chini? Na swali lingine ni hilo tu. Anayesema umeokoka unamuuliza, ulijazwa siku ulipookoka? Umejazwa? Akikwambia hata simjui huyo mtu unayemzungumzia. Na hauwezi ukajaa Roho Mtakatifu kama hata Roho mwenyewe umjui. Walilazimika wafundishwe kuhusiana na huyo Roho, alafu baadaye ndio wajazwe. Haleluya! Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akashangaa sana. Akawauliza, basi jamani, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla ya walipata wanaume 12. Swali lilikuwa la msingi, mlimpokea Roho siku mlipoamini? Wewe umeamini Yesu, ulimpokea? Maana hili swali kama Roho hujampokea, kuna maneno kwenye Biblia ambayo wewe ukiyasoma haraka haraka huwezi kuelewa. Unajua kuna mtu ana msaada. Tuchukue mfano wa baba na watoto. Baba yani wazazi na watoto. Kuna mtu ana wazazi na watoto. Ni mfano kidogo na ukakasi, lakini ni mzuri bado. Kwamba hauna shida kwa sababu sisi tuna Roho wa Bwana. Amina. Una wazazi. Wazazi wapo, mtoto ana wazazi wake wote wapo. Na kuna mtoto wazazi wake hawapo. Anaitwaje yule ambaye watoto wake wazazi hawapo? Yatima. Wewe hauna shida uliye na wazazi, kwa sababu una mahali pa kwenda kueleza shida yako ukiwa na shida. Baba, nimemaliza karamu. Baba, shati yangu imeisha. Huyu mwingine yeye ana uhitaji. Hakuna mahali ataenda kueleza hitaji lake. Ana mazingira magumu zaidi. Huyu ana mahali pa kwenda kutiwa faraja, hata kama ataambiwa mwanangu sasa hivi subiri kesho kutwa, hata kama wanadanganya, lakini ana mahali pa kupata msaada. Wanasifiwa sana. Biblia inasemaje kwa habari ya mtu ambaye hajajazwa? Inasema sitawaacha yatima. Kwa hiyo yule ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu mbele za Bwana anaonekana yeye ni yatima. Yatima hana msaada. Lakini uweje yatima wakati Baba yupo aliyezifanya mbingu na nchi, na wewe una nafasi ya kunyanyua mikono? Baba, naja kwako, nahitaji unisaidie. Kwa nini uwe yatima? Haijalishi katika hali ya asili ya kawaida natural, kwamba inawezekana wazazi kweli wakawa wapo, lakini tunaye Baba ambaye anakuwa mme wa wajane. Yeye ndiye anayekuwa baba wa yatima. Anaweza kuwa faraja yao, anaweza kutoa watu kwa ajili yako. Ila ukiwa na Roho wa Bwana utaona unapungukiwa, utaona bado Baba yupo, utaona Bwana atasimama na mimi. Na unaweza ukapata msaada kwa Bwana ukaishi vizuri kuliko hata aliye na baba na mama wa mwilini. Inategemea tu. Wanasema kukiwa na yatima mwenye hekima na kukawa na mtu ana wazazi mjinga mpumbavu, lazima maisha tofautiana. Lakini kuna hasara moja kwamba kukiwa na yatima mjinga au mjane mjinga asiye na hekima,
anaweza tu akatumia hiyo nafasi kusema mimi unajua kila kitu, ukimwambia unajua mimi hata wazazi sina. Mimi hata wazazi sina. Nitafanyaje sasa? Nitaweza mimi hata wazazi sina. Yaani yeye hoja yake moja tu, sina hata wazazi. Kwa nini usijitunze ukaishi mimi hata sina wazazi. Kwa anakula bangi, kwa madawa kulevya, pombe, yaani anajiendekeza tu kufanya madhambi, anajikatia tamaa maisha. Lakini mwenye hekima, yatima, ana akili, ana uwezo wa kujali watoto, mpaka mkasema huyu anawasomesha wadogo zake. Yaani anachokifanya ni kikubwa kuliko umri wake. Yaani kuna vitu ni Roho Mtakatifu akikusaidia ukapata hekima ya kimungu, hata sio hoja. Hiyo nilikuwa natoa mfano wa ukakasi nilikwambia. Lakini nachojaribu kukuonyesha, mtu akienda kanisani akaokoka na asijazwe, anafanana na yatima. Anateseka sana. Sasa ukisikubali kuwa yatima, wakati Roho Mtakatifu tunaye msaada. Haleluya. Biblia inasema kwamba usipokuwa na Roho wa Mungu, wewe sio wa kwake. Warumi 8. Kama una Roho wa Mungu, wewe sio wa kwake. Wewe ni wa nani sasa? Si wewe hapa kanisani? Jamani, hapa kuna watu wa Kristo na watu wa nani tena wengine? Mimi najua wote hapa si wa Kristo wote. Sasa ukikosa Roho Mtakatifu unaonekana wewe sio wa kwake. Angalia kila mtu ajikague kama kweli ni wa kwake. Anaweza kusema tuko tunaye baba. Ninaye baba yangu. Unajua utashindwa kama. Kumbe utashindwa kama hauna Roho Mtakatifu. Warumi 8 Biblia inasema mstari ule wa 5. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Mstari wa 9. Lakini ikiwa roho kubwa ile, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho kubwa wa Kristo, huyo sio wake. Asipokuwa na huyo roho, huyo sio wake. Kumbe unaweza kujikuta umepigwa muhuri wa utambulisho kwamba wewe ni wake, ukijazwa Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu unasaidiwa kuwa wewe, unatambulishwa wewe kuwa wa kwake. Sasa kama hujajazwa, kama hutaki kujaa, unajitoa mwenyewe kwenye grupu la watu wake. Miongoni mwa watoto, miongoni mwa wana wa Mungu, unaanza kupelea, sifa zinapungua. Haleluya. Tunaelewana lakini wapendwa? Bado kuna mtu ananishangaa tu, hataki kunielewa, kunisikiliza. Maana mshangao ni ukuta unaomzuia mtu kuanza kupokea kitu kingine. Bwana asifiwe. Sasa basi, nimekupa picha kidogo ya mfano wa msaada ulioko kwa Roho Mtakatifu. Kwa msingi wa neno letu ni Yohana 14 mstari wa 16, kwamba nitawapa msaidizi. Nitawapeni msaidizi aitwaye Roho Mtakatifu. Msaidizi sijajua wale wanaosoma Kiswahili sana. Msaada ndio mzizi wa neno msaidizi. Sasa ukitoka kwenye msaada, mtoa msaada, haya yote hayo utakuta na msaidizi, lakini msingi ni msaada. Kumi na 14 mstari ule wa 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumoni wala hautambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Haleluya. Nafikiri kwa namna fulani umemjua Roho Mtakatifu kwa maana ya msaada.
Sasa tuangalie Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu maana yake nini? Ni uungu. Kuna nafasi ya Roho Mtakatifu ambayo unapaswa kujua tafsiri yake, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu wa Mungu. Ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu wa Mungu. Una sifa zote za Mwana, una sifa zote za Baba. Kwa hiyo ana sifa zote za kuitwa Mungu. Na ili uwe Mungu, basi sifa hizo unakuwa nazo. Kwa sababu shauri la Roho Mtakatifu na shauri la Yesu na shauri la neno Baba, neno na Roho Mtakatifu, wote wana shauri moja, kusudi lao ni moja. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 7 hadi ule wa 9. Kuna watatu washuhudiao duniani: damu, maji na roho. Na kuna watatu washuhudiao mbinguni: Baba, neno na Roho Mtakatifu. Hawa wote wana nia moja. Hapo ulipo kuna mashahidi watatu duniani. Yaani wewe katika mwili una mashahidi watatu. Una damu, una maji, una roho. Huwa nawaambia watu kama vile na challenge kwamba ukitaka kufanya dhambi na upoteze kabisa hata ushahidi usiwepo, inawezekana, lakini inategemea tu nini kifanyike ili kusudi hata ukifanya dhambi kwa asili asikuone Mungu. Maliza damu, maliza maji, maliza na roho. Fanya dhambi, hakuna atakaye kuona. Afichaye dhambi hawezi kufanikiwa, lakini kama umemaliza maji, umemaliza damu, na roho imeondoka, hata ukimficha Mungu dhambi hawezi kukuona. Eti inawezekana kumficha Bwana sasa? Maana kuna mashahidi amewaweka. Kama una maji unafanya dhambi, damu imeisha, ila maji bado yamo, maji yanaenda kusema kama shahidi kwamba huyu jamaa amemaliza damu ila maji yamo, ila anafanya dhambi wakati kuna kimoja wapo kitatoa ushahidi kwamba huyu alifanya dhambi. Ukitaka kabisa isijulikane, hakikisha hawa wote hawapo, unawafukuza wote, wanaondoka, fanya dhambi. Eti inawezekana kufanya dhambi halafu kaficha siri. Yaani ufariki halafu kafanyie dhambi zako huko kaburini. Inawezekana? Haleluya. Mungu hawezi kumficha, amekuwekea mashahidi humo ndani. Lakini mbinguni kuna mashahidi watatu, wazo lao ni moja. Kwani hawa sio wanahakikisha usalama wako? Hawa wote wana nia moja ya uhai wako. Maji yakiisha, basi kuna hatari ya kufa mtu. Damu ikiisha, hatari vile vile. Roho ikiondoka, si useme sasa. Kwa hiyo katika hivi vyote vitatu vinashirikiana, vyote vinahusika na mwili wako. Sehemu kubwa ya mwili wa damu ni maji. Lakini kazi ya moyo kusukuma damu. Na damu inaposambaa kwenye mwili ina supply oxygen na wewe unaendelea kusurvive. Haya, sasa kama vyote vitasimama au havipo vyote, hakuna uhai. Kwa hiyo hata katika hali ya uhai, kwa habari ya kimbingu natambulika kwa uko hai, kuwe na roho Bwana ndani yako, maana Baba, Mwana na Roho shauri lao ni moja. Wakiwemo ndani mwako, wewe unaonekana uko hai kiroho. Hauwezi kukua kiroho kama hata hujajazwa kiroho. Hujazaliwa kiroho, utegemee kukua kiroho, haiwezekani. Hatuwezi kuyaona mabadiliko ya kiroho kwa mtu ambaye hata hajawahi kujazwa. Kwa sababu ukuaji wa kiroho unategemea uzaliwe kwanza, ndio tunaanza kusubiri habari ya kukua. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanategemea mtu akue kiroho wakati hata hajazaliwa. Yaani kama kuanza kusema akue wakati hata hajazaliwa. Hivi ambaye hajazaliwa unategemea akue wapi sasa? Nataka nione anatambaa wapi? Si mpaka azaliwe. Uzaliwe kwanza kiroho. Ukishazaliwa kiroho, tutaona hatua zinaanza za ukuaji. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ana majina yake. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya utatu mtakatifu yenye uungu mmoja na Baba na Mwana. Roho Mtakatifu kwa lugha nyepesi tu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni msaada. Nitainua macho yangu nitazame mimi, msaada wangu utatoka wapi? Kwa nini ni Mungu? Yeye ana sifa ambazo zinatambulisha. Hizo sifa zote ni za Mungu. Ana sifa ya kujua mambo yote. Anajua yote.
Kama anajua yote, basi hiyo sifa ni ya Mungu. Oro nauni omniscienti, anajua yote. Roho Mtakatifu anatambua yote, hata mafumbo, hata siri. Kwenye kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, wa 10, 11, anajua yote, hata mafumbo anayefahamu. Na ndio maana hata aliyeweza kutafsiri fumbo wakati Daniel anapelekewa taarifa, ni Roho wa Mungu aliyetoa tafsiri ya yale mafunuo ya ile ndoto. Anajua mafumbo yaliyojificha. Roho ya shauri jema ilikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sifa nyingine, yeye yuko kila mahali, ana uwezo wa kuwa kila mahali. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuwa kila mahali, omnipresent. Anapokuwa kila mahali, maana yake tayari amejaa kwenye nafasi ya nani? Ya Mungu. Mashetani yanaweza yakawa yako kwenu huko, ila huko yakawa hayapo. Yakija huko anasema tumetumwa. Umetoka wapi? Tumetoka sehemu fulani. Lakini Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Swala la huyu Isaac kuwa na Roho Mtakatifu hapa, pengine ukasema labda kwa sababu Roho Mtakatifu bado yuko kwa Isaac. Akitoka kwa Isaac ataenda kwa Robert. Akitoka kwa Robert na mimi ndio yeye yuko kila mahali. Akishuka wote tunakuwa naye. Bwana sasa, hakuna cha umbali, wote tunakuwa naye. Ana uwezo wa ajabu sana. Lakini pia Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuumba. Kitabu kile cha Ayubu 33:4, roho yako imeniumba, roho yako imeniumba. Kama ana uwezo wa kuumba mambo, ana uwezo wa kufinyanga. Yeye alikuwepo na tumfanye mtu. Ana uwezo wa kuumba. Anashindaje kuumba vitu kwenye maisha yako? Anashindaje kuumba majibu ya mahitaji yako kama kweli anajua kuumba? Anaumba vitu. Ana uwezo wa kufinyanga. Anatengeneza vitu ambavyo hata havikuwepo vikatengenezeka. Mwanzo 1 mstari wa 1, wa 2, wa 3. Roho wa Bwana kwenye uumbaji alikuwepo. Roho wa Bwana alikuwa ametuama juu ya vilindi vya maji. Alikuwepo kwenye uumbaji. Na aliposema na tumfanye, alikuwepo. Roho Mtakatifu anahusika na uumbaji. Kwa hiyo hizi ni sifa za kumfanya yeye aitwe Mungu. Lakini pia anafufua. Mimi ndio huo ufufuo. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhuisha kilichokufa. Kwa nini? Wakati Hezekia anaona maono kuna mifupa mikavu, akaambiwa tabiria uhai juu ya mifupa mikavu. Akatabiria, itabirie upepo. Ukisema uvuvio wa Roho Mtakatifu, unamaanisha kuvuviwa ni kupuziwa pumzi. Kuvuviwa ni kupuziwa pumzi. Roho Mtakatifu anaonekana kama vile pumzi ya kutia uhai mahali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu kwa lugha ya Kiyunani, sasa sijui kama kitatusaidia sisi huku sasa. Twende tu kwenye tafsiri ya Kiswahili. Ni pumzi. Lakini kwa lugha nyingine ya Kiebrania ni upepo. Bwana asifiwe. Sasa inaongea tu hivi ili kupe picha kwamba tukifika mahali panaonekana pana upepo unapuzia, halafu mifupa ikainuka, basi ujue ni Roho Mtakatifu. Kama kuna mahali wakapuziwa pumzi, ujue Roho wa Bwana aliachiliwa pale akaenda kuleta uhai. Haleluya. Hebu tuangalie majina ya Roho Mtakatifu ambayo alikuwa anatambulika naye. Jina la kwanza la Roho Mtakatifu ni mwandishi na kazi zake. Yaani kuna majina na kazi zake. Mwandishi, Roho Mtakatifu anaandika. Kila neno lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho. Neno ambalo ni roho. Yaani alichowaambia hilo neno lilikuwa roho. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo yeye anaweza kufanya uandishi. Kwa hiyo maandiko yaliyoandikwa Biblia ni kwa uvuvio. Misingi tulionayo tunaamini kwamba neno la Bwana limevuviwa. Maana yake Roho Mtakatifu pia li hai, kwa sababu Roho Mtakatifu yu hai ndani ya lile neno. Andiko huwa Roho anamuishi. Lakini pia jina lingine la Roho Mtakatifu ni mshauri. Ndika mshauri.
lakini andika kiongozi, andika roho wa Mungu, andika ni roho wa Kristo. Hayo ni majina yake, andika tu haraka haraka. Roho wa uzima, anaitwa roho wa uzima, Warumi 8:2. Roho wa kweli, lakini mwalimu, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Lugha nyingine, jina lingine anaitwa shahidi, lakini pia anaitwa roho wa hekima, anaitwa roho wa maarifa, na anaitwa roho wa ufahamu, anaitwa roho wa kumcha Bwana, anaitwa roho wa neema, roho wa neema. Hayo yote ni majina yake. Kwa mtu wa kitabu cha Isaya 11 ule mstari wa 2, roho wa maarifa, roho wa shauri jema, roho wa ufahamu na wa kumcha Bwana. Roho wa maarifa, roho wa hekima, roho wa ufahamu na wa kumcha Bwana. Sasa ukiwa naye utaona jinsi ambavyo ana nafasi kubwa mno ya kukupa maarifa, ya kukupa hekima. Na huyu ni mjuzi mkubwa sana katika kila eneo. Mambo mengi anaweza akafanya. Ana uwezo kuwa stadi wa kila jambo. Kutoka 35, naomba tu nisomee mstari wa 31. Hiyo Kutoka 35:31. Huyu roho wa Mungu ana uwezo wa kumwongoza mtu katika kila aina ya ustadi wa kila aina ya kazi. Anaweza ufanye kazi yoyote ile kwa ubora, kwa ustadi mzuri. Roho Mtakatifu. Hebu nisomee mstari. Naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Yaani hapo huyu mtu naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. 31 mstari ya Kutoka 31 mstari wa 3. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Unaona jinsi ambavyo sasa huyu roho wa Bwana akiwa juu yake unakuwa na ujuzi, maarifa, hekima na ustadi wa kila aina ya kazi. Ndio maana nimesema ni specialist huyu. Kama ni specialist, ana uwezo wa kufanya vitu. Ili tusichanganyikiwe, ni kuoneshe alama maalum zinazomwakilisha Roho Mtakatifu. Na hizi alama zinazomwakilisha zinamwelezea, zinaweka wazi asili na tabia na kazi. Alama za Roho Mtakatifu. Andika tu alama za Roho Mtakatifu. Hizi alama ni alama maalum zinazomwakilisha, zinamweka wazi asili yake, tabia yake na kazi zake. Ili usije ukachanganyikiwa kuhusiana na Roho Mtakatifu, lazima ujue majina yake, alafu ujue alama. Alama ya kwanza, maji. Maji inamwakilisha, ni picha ya utoaji wa uzima unaotiririka na unaoleta uhai mpya katika maisha ya Kristo. Maji yanawakilisha picha ya utoaji wa uzima unaotiririka na unaoleta uhai mpya katika maisha ya Kristo. Na inawakilisha kazi ya Roho Mtakatifu ya kuosha, kusafisha, kuzaa matunda, mito ya maji ya uzima inayotoka ndani yetu baada ya kubatizwa. Inaleta uzima. Hebu tusome Yohana 7:36-39. Maneno hayo yatatusaidia kujua unaposema Roho Mtakatifu, alama ya maji, ili mtu asije akafuata maji akifikiri amefuata Roho Mtakatifu. Maana sasa tuna upinzani mwingi, kuna mafundisho ya ajabu ajabu. Nikwambie, zile zilikuwa ni alama za kutambulisha uvuli kama vinawakilisha. Sasa Roho Mtakatifu kabla hajaja, watu walipokuwa wanajazwa, haya maji yanamaanisha kwamba kazi ya Kristo ya kutoa uhai. Hebu nisomee mstari utatufaa sana. Yohana 7:39. Naam. Ni neno gani hilo alilolisema? Mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema,
Akiona kiu aje kwangu anywe. Aniaminie mimi. Kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Neno hilo alilisema katika habari ya nani? Ambaye wale wamwaminio baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajatukuzwa. Yale maji ambayo alikuwa anaambia mtu aniaminie mimi, maji ya uzima yatatoka ndani yake, alikuwa anamaanisha. Wao wakajiuliza, anasemaje jambo hili? Akamwambia neno hilo nililowaambia. Alinena habari ya Roho, maana Roho alikuwa bado hajaja. Kwa Roho Mtakatifu ndio yalikuwa maji yenyewe ya upako. Yatakapokuja hayo ndiyo yatabubujika uzima ndani. Yatatoa uzima ndani yenu, sio kwenye dasani zenu. Bwana asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu, alama ya maji. Ukiona maji yanatiririka unafurahia, au unaogelea tu kwenye maji, ila sio yale maji yanakuzamisha. Yale maji ya kuogelea huko unafurahia, uko kwenye uogeleo wa Roho Mtakatifu. Mungu yuko pamoja na wewe pale. Haleluya. Lakini mstari mwingine ambao kwenye hiyo alama, Yohana 4 mstari wa 4, napo pia bado anazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Alipomwambia yule mtu, laiti ungejua ungeniomba mimi maji. Mstari wa 4, na alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria. Tunafahamu hiyo historia ya mwanamke ambaye alikuwa kisimani akiomba maji. Yeye alimwambia, laiti ungemuomba yeye akuombaye, angekupa maji ambayo yangebubujika uzima daima ndani mwako. Hayo unayopata unapata kiu, lakini yale ambayo ningewapeni ninyi, basi hayo maji yangebubujika uzima. Hiyo historia utaifuatilia hapo kwenye sura ya 4, kwamba yale maji yanabubujika uzima. Kama vile mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda kwa majira yake. Ni mti gani huo? Yule aliyepandwa kando kando ya maji, Roho Mtakatifu akiweko kwako. Utaona jinsi ambavyo kinachokizungumza kina nguvu kwako, kwamba yale maji yanabubujika uzima daima ndani yako. Kwenye kitabu kile cha Ezekieli sura ya 47 tunajifunza habari ya maji. 47 Ezekiel 47 mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Lakini nianze na kusoma mstari. Nitasoma tu kwa kuruka kidogo, nitakwambia taarifa ya haya kwa ufupi. Ndipo akanileta, mstari wa 2, nje ya njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Natazama maji yalitoka upande wa kuume, na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake, mwenye kwenda masharikini, akapima dhira 1000, akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka viwego vya miguu. Kisha akanipima dhira 1000, akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka magoti. Kisha akapima dhira 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima dhira 1000, yakawa mto nisiyoweza kuuvuka, maana maji yamezidi maji ya kuogelea, mto usiovukika. Hapo kifuatia mpaka mstari wa 12, alikuwa anaonesha jinsi ambavyo maji yaliyotoka kwenye kizingiti madhabahuni yalikuwa ni maji yanatokea madhabahuni, yalikuwa ni Roho Mtakatifu, ambaye mtu mwingine unaweza kumkuta amejazwa Roho Mtakatifu, lakini sio kiwango cha kumezwa, kutawaliwa. Kujawa ni kutawaliwa. Yaani kuna mtu amejaa, lakini amebatizwa kwa Roho, lakini hajatawaliwa na Roho Mtakatifu. Ukisema mtu yule amejaa hasira, amejawa na hasira, maana yake hasira yake iko juu sana, iko tempa ya juu mno. Lakini kuna yule mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu, maana yake kujawa ni kutawaliwa.
Sasa kutawaliwa na Roho Mtakatifu, maji yasiyovukika, lazima mtu ajae viwango ambavyo huwezi kuvuka kirahisi. Sasa hiyo ni alama moja ya maji. Alama ya pili ni moto. Moto huonyesha utakatifu. Kazi ya moto ni hukumu, ni kusafisha, ni kutakasa, kuchoma moto na kuteketeza uchafu wa kila aina. Petro wa kwanza 1:18. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 3 utasoma. Anayetakasa kwa kung'oa tabia ama uhusika kuteketeza taka ili kuwezesha huduma ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, alama ya moto, maana yake kuna vitu anaviteketeza ndani yako. Vina mizizi fulani inayozalisha dhambi, inabadilisha tabia, lakini kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, alama ya Roho Mtakatifu ziliwatokea ndimi zilizo kama ndimi za moto. Uliwakalia kila mmoja, wote wakajazwa. Sasa kuna vitu vinachomwa na kuteketezwa kwa ule moto. Kwa hiyo alama ya moto, kwa hiyo mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu akianza kuomba, kuna nguvu za Mungu zinakuwepo. Moto wa Roho Mtakatifu unang'oa na kuharibu kazi za adui. Haleluya. Kuna siku moja kukawa na familia moja, baba akafariki. Alipofariki mama akabaki na watoto wake wa kike na wa kiume. Lakini ukatokea watoto wa kike na wa kiume wanagombana, hawaelewani, watoto wengine hawampendi mama, hawaelewi mama, ukawa ni ugomvi, vurugu. Mama anagombana vijana wanagombana na wadogo zao, watoto wa kike hawana heshima mbele. Yaani kukawa tu na ugomvi, watu wanajiuliza kuna nini katikati? Kijana mmoja akaenda kuokoka katikati ya familia hii. Alipookoka akafundishwa habari ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ni msaada mahali ambapo hakuna msaada. Yeye ni msaada katika kila eneo. Sasa nitapataje? Familia yetu yani hawaelewani, mama yeye anaendelea kuumia mpaka anatukumbusha angekuepo baba. Yaani inauma sana. Yaani kwa sababu hakuna amani. Hizi vurugu zote hazikuwepo wakati baba yupo. Sawa. Akajazwa kwa Roho Mtakatifu. Alipofika nyumbani akajifungia. Kaanza kunena kwa lugha. Kaanza kuomba, kaanza kubujika. Omba. Nguvu ya Mungu ilimkamata saa 12, alikuja kujitambua kwenye saa 3. Nguvu ya Mungu imemshika na anabubujika, amezama na nena. Wakati anafanya hivyo kuna vitu vinateketezwa. Moto unashuka unaangamiza baadhi ya vitu. Nakwambia ukijaa Roho Mtakatifu, hata kama umepanga alafu kuna nguvu zingine ziko pale, unaweza ukaambiwa kodi yako tukurudishie, tunataka kuna wageni wanakuja kututembelea. Kabisa mimi nakwambia. Unaweza ukaambiwa kabisa kwamba sasa au katafutiwa sababu. Nyinyi mwapangaji hamfagii, wachafu sana. Tena muondoke. Miaka yote nimekaa hapa, kama ningekuwa mchafu singekuwa mtimwa zamani. Moto unashuka. Kuna dada mmoja alikuwa amepanga kwa mganga. Ana nyumba yake mganga yuko kama hapo. Huku anakaa wapangaji, huku anakaa yeye. Si amejenga? Kwani ile ambayo sio ya mganga sina yenyewe iletoa mganga. Tena akaweka mlangoni akachimbia mchoko. Maana yake hata hiyo ambayo sio ya mganga na yenyewe ni kama ya mganga. Maana ilikabidhiwa kwa mganga. Kwa hiyo hata yenyewe hata sio sawa. Kwa hiyo hata kama amejenga majumba ya kupanga, nenda kapange. Ukipanga, simamisha madhabahu ya Mungu wako pale. Alika Roho Mtakatifu pale, atawale kwa moto. Haleluya. Hata yule akawasha, kwa mwanamke tu. Washa moto, fire utosha. Haiwezi kawa fire kama hamna Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu tutegemee kutoka fire ndani yako. Ubaishaji. Yaani unapoomba unatokea moto. Ujue ndani kuna anayezalisha huo moto. Ndani yako ndo moto humo. Ukipoa, ukiishiwa nguvu ya Mungu ukiomba, ni kama tu unasoma risala. Unajua risala ni tofauti sana na hotuba. Risala si kwamba marehemu alizaliwa mwaka fulani, marehemu alioa, marehemu aliugua. Eti hiyo unaweza kuzama sana rohoni kwa sababu ya mistari inasoma pale. Yaani ni maneno laini tu. Marehemu alikuwa mtu wa watu, hata kama alikuwa mlevi, hata kama alikuwa mgumu. Marehemu alikuwa mtu mzuri sana, hajawahi kugombana mtu, hata kama aligombana na wakutosha.
Si ni risala tu. Bwana sifiwe. Haleluya. Lakini yule dada naomba siku moja akafuatwa na mganga. Akaambiwa, mama samahani, kila mtu na imani yake mwanangu. Nimepokea malalamiko, wapangaji wanasema unampigia kelele. Kwa hiyo mwanangu, punguza tu sauti. Kila mtu na imani. Wapangaji wengine wanataka kuhama. Sasa nikasema ngoja nimwite mwanangu na kila mtu na imani yake. Basi mwanangu punguza sauti. Akaambia hamna shida mama. Baba hamna shida. Akaendelea. Siku moja ametoka kanisani, aliitwa na mganga, hakuna maelezo. Akaambiwa, mama mwite huyo mama kaja. Mama, nimekwambia uache kabisa kuomba. Siku hizo naomba pole pole. Utaniona. Akaondoka. Baba mwenyewe. Sasa kama huna Roho Mtakatifu, yakitokea mambo hapa, shangazi, niambiwa hivi na hivi. Niende kwa barozi. Ili hata kama kitokea mambo, basi hata watu ndugu zangu watakuja kuambiwa hata na barozi wa mtaa. Kwa hiyo nikamwambia na majirani, wewe unajisumbua. Unao msaada ama zake ama za Mungu wako. Haleluya. Ni kama nakufundisha jeuri hivi, ambayo ni jeuri ya nguvu ya kimungu ndani yako, ambaye anakuja kinyume na nguvu ya Mungu, atakutana na nguvu hiyo ya Mungu iliyonayo. Dada watu aliambiwa akiwa ametoka kanisani, anatengeneza jiko la mkaa, akasema hapa niwe na emergency prayer, maombi ya dharura. Alimwaga mkaa. Hapa hamna kuendelea kula hapa. Unaweza kuanza kula baadaye ukachomwa hata mwiba wa samaki. Hapa ni kushusha, ni kuanza kuwasha moto. Kaingia ndani. Alikuwa anaomba sio kwa sauti, ni pole pole. Si nguvu inatoka ndani. Yaani hata kama ungetumia sauti kubwa kama nguvu ndani haimo, hamna tu. Na kuapisha toka. Mpaka mtaa wa 7 wanasikia. Ila kama hauna nguvu hakitoki kitu. Lakini kama nguvu ya Mungu imo ndani, shetani mwachie mtu kwa jina la Yesu. Naondoka. Si nguvu iko huku, inasafiri kwa matamko tu. Dada akaingia ndani, piga fire. Anakamata mateka, anamiliki yeye kwenye lile eneo la mganga. Bwana ametuambia tutamiliki mlango wa adui zetu. Hiyo ni ahadi Mungu aliahidi. Akamwambia kwenye Mwanzo 22 mstari ule wa 17, utamiliki mlango wa adui zako. Maana yake utatawala. Nimekupa funguo, lolote utakalofunga, lolote utakalofungua, uwezo wa kifalme uko kwako. Ukiwa na ile nguvu na uwezo wa kufungua, asiwepo wa kufunga. Akamkamata mateka anayefanya vita naye kwenye ulimwengu wa roho. Baadaye akapata amani, kalala. Alipokuwa amelala, ikatokea chui inarudia maneno ya mganga. Chui anasemaje? Nimekwambia uache kabisa kuomba. Siku hizi naomba pole pole. Utaniona. Yaani chui tangu lini akaongea na binadamu? Anaongeaje chui? Hiki ni kichaka tu, ila ndani kuna kitu. Alipoona hivyo yeye amelala, anaanza kupiga tu simu. Unajua ukiwa na Roho Mtakatifu unalala kweli. Umelala, vita inapigwa, umelala. Wanakuja unawaona tu. Roho Mtakatifu anaona. Wanaoyafanya hata ukija kukutana nao asubuhi, hawakutazami machoni. Roho Bwana aliwaona. Mimi ndio nilikuwa nimelala, lakini aliwaona rafiki yangu. Yuko ndani, aliwaona. Hayo kila kitu nakielewa. Bwana asifiwe sana. Utakuwa na msaada mkubwa mno. Haihitaji kwenda kumuuliza mganga eti kile kilikuwa na maana gani, kile kindege kilichokuja. Maana naye Roho Bwana anakupasha habari ya mambo yajayo hata kabla hajatokea. Wanapanga kikao cha mauti, wanapanga mjadala wa kuharibu biashara, anakupasha habari, unafaulishiwa. Ni msaada wa pekee mno, ajabu sana, ambao huwezi kupata mahali popote isipokuwa tu kwa kuwa na Roho wa Mungu ndani yako. Dada wa watu waliona ule mkanda. Wakati yule chui sasa anajiandaa, maana aliongea na akaanza vitendo. Yule chui akaanza kujikusanya pale sasa, kama vile kapaka kanajiandaa kwenda kudaka panya. Akajikusanya. Wakati ameruka juu. Yule dada anaona mkanda huko amelala. Chui anaruka kwenda kwake kumlalua. Alishuka chui wa dhahabu kutoka juu. Akafika akadaka kabla hajatua. Akadaka,
alafu akalalua, akatupa huko, alafu akashtuka. Akamkana, mbona kazuia? Angeendelea kidogo. Baada ya dakika chache, hodi, mama fulani, mama fulani. Nani? Mtoto wa mganga, mtoto wa mwenye nyumba. Shida gani bwana usiku? Baba amepiga kelele mara moja tu, yani amelia mara moja tu. Ana sasa hivi anakuna tu mzee. Baba, yani tumesikia kelele mara moja tu, halafu akaanza kukuna tu. Nini hii? Wote waamshi majirani. Basi sawa, tangulia nakuja. Pole. Sasa kipi kizuri? Ama zake ama zangu? Si bora ama zake. Kama una nguvu ya Mungu, ni msaada, utakutetea vitani, hata kama simba anakuja kukulalua, kama vile Samsoni akajaa roho, akalalua yule simba kama analua mwanambuzi. Kwa hiyo ukiwa na nguvu ya Bwana, hata kama wakati wa vita unao moto, unaweza kuteketeza. Kwa hiyo alama ya moto ni alama ya nguvu yenye uwezo wa kuangamiza, kuteketeza, kuhukumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Alama nyingine ni alama ya mafuta. Alama nyingine, andika alama ya mafuta. Alama ya mafuta. Yule kaka, nisikuache njia pana. Yule kaka alivyoomba nyumbani kwao, kesho yake dada, kaka, mama wameelewana, familia nzima. Anajiuliza nani amesolve hii kesi? Maana kama ni mabaraza, baba mkubwa alikuja kukaa kikao, mashangazi waliwahi kukaa kikao, na wajomba walikuja, lakini hawakuweza kusuluhisha mgogoro wa mama mjane na watoto wake. Kumbe kulikuwa na roho ya pili. Yule kijana alipoomba, Roho Mtakatifu aliposhuka, kuna mavitu yaling'olewa. Kesho watu wamebadilika. Roho Mtakatifu anaweza kuweka mageuzi, anabadilisha. Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 6. Utapokea nguvu juu yako, utapokea uweza. Roho Mtakatifu anapokuja utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Roho Mungu akija juu ya mtu anamgeuza kuwa mtu mwingine. Wanafikiri ni wewe Sauli wa jana, ambaye huna sifa za kutawala, ambaye huna sifa za kuongoza, huna sifa za kumiliki, lakini baada ya kujazwa Roho Mtakatifu unageuzwa kuwa mtu mwingine, alafu unakuwa mtu mwingine na matokeo yanakuwa mengine, mabadiliko yanatokea. Yule wa kukataliwa sio wewe tena, yule wa kuharibikiwa sio wewe tena, maana umekwisha kugeuzwa, umebadilishwa, lakini kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Huyu kijana ameshindikana, huyu ana tabia yake. Hizo tabia ukijazwa Roho unageuzwa, unabadilishwa. Kuna mambo yako kwako unashindwa hata kujigeuza mwenyewe. Roho Bwana akija anabadilisha mambo. Haleluya. Mafuta maana yake ni nini? Haya mafuta ya Roho Mtakatifu. Alama ya mafuta yanamaanisha, yalikuwa yanatumika kuweka watu wakifu, lakini yanamaanisha ya neema ya upako wa Roho. Neema ya upako wa Roho. Mafuta yanamaanisha neema ya upako wa Roho, ni nguvu ya uponyaji, lakini pia huwasimika watu katika hali ya huduma, ya unasimikwa na mafuta. Waliokuwa wanasimikwa walikuwa wanasimikwa kwa kumiminiwa mafuta. Zaburi ya 23 mstari wa 5, nilipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Hakika wema fadhili zitanifuata. Tusome tu kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Nisomee mstari wa 20 urukie wa 27. Niongee kwa habari ya mafuta. Mimi najua mtu kama atabatizwa kwa maji alafu asijazwe Roho, tutakuta nazo tabia zile za asili, ila akijazwa anabadilika. Nakumbuka kwenye Biblia Matendo ya Mitume, Simoni mchawi alibatizwa maji mengi, lakini hakujazwa. Alipoona wanajazwa, akamwambia Petro, naomba nikupe fedha ili na mimi sasa. Wakati watu walikuwa wanamshangaa kwamba ana nguvu za ajabu,
kwa sababu ya uchawi wake na uganga wake. Lakini siku alipoona wamejazwa Roho Mtakatifu, wakashangaa, huu uwezo mbona ni zaidi ya ule uwezo wa yule mchawi? Hadi yeye mchawi Simoni akasema, naombeni huu uwezo wa ajabu sana, na mimi niwe nawawekea wafasi wangu wanajaa, ninunue tu. Ila Simoni na alibatizwa. Sasa ukibatizwa maji usijazwe, hakuna badiliko. Matabia yale yale bado anaendelea na mambo yake. Utahitaji kujazwa. Ukishajazwa kuna vitu vinaunguzwa na kuondoshwa. Mafuta, hebu nisomee huo mstari wa 20 alafu ukiwa 27. Mafuta. Maana hapo kuna watu wana mafuta huko majumbani. Nanyi mmepakwa mafuta. Yeye aliye mtakatifu. Mmefanyaje? Mmepakwa na aliye mtakatifu. Naam. Nanyi mnajua yote. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Naomba, hamna haja ya mtu kuwafundisha. Naam. Kama mafuta yanavyofanyaje? Yanavyowafundisha habari ya mambo yote. Tena ni kweli wala sio uongo. Kama yalivyofundisha manini? Mafuta. Kaeni ndani yake. Haleluya. Mafuta yanakaa ndani yenu, nayo yanawafundisha. Kile yanachofundisha ni kweli wala sio uongo. Mafuta yanakaa ndani yenu au yanakaa kwenye dasani? Yanakaa ndani yetu au kwenye dasani, wapendwa? Sasa haya kwenye dasani wewe unaamini vipi? Haleluya. Mafuta yalikuwa yanawasilisha Roho Mtakatifu, na yale yanakaa ndani yetu na yana uwezo wa kufundisha. Nimekwambia sifa za Roho, majina ya Roho Mtakatifu ni mwandishi, ni mwalimu. Ya kwenye kupo yanamfundisha nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi hapa ninaitwa mpakwa mafuta wa nani? Mimi ni mpakwa mafuta, si ndio? Sio mpaka mafuta. Bwana asifiwe sana. Sasa huwa ninawaambia watu kuna lugha zinaendelea zenye majina fulani fulani. Ukiitwa kwa mfano uitwe nani? Uitwe wewe tu nitaje majina. Hii ni sende darasa. Uitwe Baba Godi. Ila huna mtoto anaitwa Godi. Ila uitwe nani? James, msima unamtaka Baba Godi. Sasa ukute James hana Godi, alafu aitwe tu Baba Godi. Na kama jina la kuitwa baba fulani, sasa mchungaji tunamwita Baba Dori, alafu mchungaji tumwite tu Mama Dorcas. Si ni majina ya maarufu. Lakini kwa nini tumuite sasa Baba Dori alafu tumuite Malkia? Haleluya. Kwa nini hivyo? Baba ni Kiswahili, Godi ni Kiingereza. Ikiwa na maana gani? Huyo anaitwa Baba Mungu. Ametuchanganyia lugha tu. Sasa anaitwaje Baba Mungu? Binadamu. Sasa kuna majina huwa mimi nayafuatilia. Yana maana zake. Mzee wa upako. Hivi Yesu yeye atakuwa ni mdogo wake au atakuwa ni nani? Maana kama mzee mwenyewe ndio yuko hapo. Mzee wa upako yuko pale. Aya, kama yule ndio mzee wa upako, yani mzee anayewapaka upako. Yesu pale nafasi yake iko wapi? Haleluya. Huyu anaitwa chief professor. Huyu anaitwa nabii mkuu. Can you imagine kwamba huyu anaitwa nabii mkuu na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa? Sasa huyu nabii mkuu, who is? Nani huyu anayejiita nabii mkuu? Sisi tunajua nabii mkuu ni nani sasa? Jamani, nabii mkuu nani? Mchungaji mkuu nani? Sasa huyu mkuu tena ametoka wapi? Unakuwa na ufahamu hata ule wa kawaida. Nini maana ya chief? Mfalme mwenyewe. Nini maana ya chief kwa lugha ya kwetu?
ya huku tu, yaani Kiingereza cha mtaani. Chifu nani kumhitaji? Chifu cha huku mtaani, mtemi. Haya, mimi niitwe Chifu Pastor Yohana Mtemi, mchungaji, eti nakuja. Tukitafuta wakisema tu Mtemi, kiongozi wa jadi, kiongozi wa kimila. Wanasema sana. Watu walianza kutaja majina ya professor someone, but kwa sasa wameshazidi, wameongeza chief prophet, hafu majina makubwa kabisa. Wansambura, yaani jina la mzimu kabisa. Matembe. Unahitaji kujaa roho Bwana uweze kupambanua roho. Mmoja aliwahi kuja kwangu akasema, naitwa Simba wa kabila la Yuda. Ni mchungaji kutoka sehemu ya sawa. Mshika. Sawa, mzee wa kanisa. Warudisha yule akae kwa washirika huko, baadaye tutaongea naye. Huyu ni mtu mkubwa sana. Sio kuacha hivi. Simba wa kabila la Yuda. Eti Simba wa kabila la Yuda ni nani? Yesu. Uwe na ufahamu pia kuna mambo mengine tunashinda hivi. Hii Simba wa kabila la Yuda sio mwenyewe. Na Simba wa kabila la Yuda anajua Yesu. Huyu anayesema Mungu chini ya jua sio mwenyewe. Si Mungu chini ya jua. Wewe ndio Mungu chini ya jua hapa. Hapana jina jingine tulopewa wanadamu. Itupasao huyu Mungu chini ya jua wapi? Ameshuka. Anakuja kuchukua watu wake. Mbona sasa imesemekana atakapokuja watu watamlaki? Mbona hatujamlaki sasa? Sisi tunaokoka. Hapo kuna uhuni. Bwana asifiwe sana. Unahitaji uwe na roho Bwana ndani yako uweze kutafsiri kupambanua. Mafuta yanafundisha. Yale mafuta yalikuwa yanamimina mafuta, alama ya kuwekwa watu na ni alama ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndio haya mafuta yanayowafundisha. Na kama yanayowafundisha, kaeni ndani yake. Wacha kudanganywa kwa mafuta. Roho Mtakatifu ukiwa naye anajitosheleza. Mimi sio mtoto kwenye eneo hilo. Siku moja nikafundisha kanisani kwangu madhara yatokanayo na manabii wa uongo. Wale manabii wa uongo wana madhara tayari. Kuna watu wamekwisha kuathirika. Wamekuwa kama wewe. Wamekuwa kama waganga wa kienyeji. Akisahau mafuta nyumbani anasafiri. Akafika gari kafika economy. Shusha gari, ishushe. Sasa mbona nimeahirisha? Uko Mwanza amesahau Mungu nyumbani. Hawezi kusafiri bila Mungu. Maji yangu. Nakimbilia maji. Sasa swali liko hivi. Mimi pale dukani kwangu, mtu anikute ninamwaga anamuiza, nazunguka nyumba yote, ofisi yote, alafu namwaga mafuta au maji ya upako. Alafu yeye ni mpagani. Na yeye alitimbola na mpeho yangu, mpeho nangwe. Alimiza. Na mwana malogoga pale miza. Nani atamhubiri mwenzake acha dhambi, njoo kwa Yesu na jisumbua bure? Nani atamshuhudia mwenzake? Na ukianza kunishuhudia njoo kwa Yesu, hao waongo, walokole waongo. Yaani yeye nimemkuta ananuiza, eti mimi ananizuia. Kumbe wajanja. Nimemkuta shambani kwake, anamwaga akaenda mpaka kwenye kona, akamwaga chumvi, hizo chumvi tu za upako sio. Wewe, mimi niache. Nimemkuta dawa zake, mbegu zake anachanganya, maji ya upako mle, siambeka na mafuta, sina chumvi na udongo, anasema si udongo wa upako. Wakati mimi nimefuata udongo kwenye kaburi la babu yangu, eti mimi ananizuia udongo wa babu kwenye kaburi la babu yangu. Yeye ana udongo tayari, itanasema wa kwake ni wa upako. Na mimi ni wa upako sasa. Simetoka kwa babu, kwa mizimu yangu, kwa miungu yangu, kwa mkurugenzi. Mkurugenzi si ni mwenyekiti. Nimetoka kwa mwenyekiti. Bwana asifiwe. Matokeo yake hakuna imani itakayotokeza pale itakayoonekana. Huwezi kumshuhudia, huna ujasiri.
Nimekukuta kabisa na wewe unanuiza. Alafu unaniambia eti wewe ni upako wa kwako. Wa nani sio upako? Na mimi wa kwangu ni upako basi. Lakini kama una jina la Yesu, unamshuhudia mtu unamwambia acha hiki, anakuelewa. Lakini shetani anatengeneza mazingira yale ya karibu na kule ulikotoka ili akuteke. Kule ulikotoka ndiko ulikokuwa unashikamanisha na vitu. Mimi nimeombea mchungaji. Mchungaji alikuwa na diploma yake, anaenda kuongeza degree Uganda. Anaenda Uganda kuongeza degree. Sasa hasa na matatizo ya kutosha. Alikuwa ni mchungaji wa kike. Alafu akaambiwa kuna wachungaji wametoka mikoani. Wana nguvu ila hawana maarifa. Maana sisi tulikuwa hatuna udongo, hatuna maji. Yaani maarifa kule ni udongo, maji, chumvi, limao, apple, nywele za pako, kucha, yaani makorokoro mengi na nasi mpaka zabibu. Kutanishwa mavitu ya ajabu ajabu kikoso kuwa na nguvu ya Mungu. Msaada ni Roho Mtakatifu. Vile vinaitwa wanasema visaidizi vya kiroho. Visaidizi. Sisi hatujapewa visaidizi, tumepewa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, wala sio visaidizi. Achana na habari ya visaidizi. Visaidizi vidogo vidogo, kuna msaidizi mkuu ambaye ni Roho Mtakatifu. Asikubabaishe mtu kwa visaidizi. Wewe una msaidizi? Mimi ninaye msaidizi. Baki na msaidizi vyako. Mimi nimepewa msaidizi mmoja tu. Hivyo vya kwako ni vya kwako. Kumbe una visaidizi vidogo vidogo. Mimi ninaye msaidizi. Na nishawishi vipi na visaidizi vyako? Vidogo, havina uwezo. Ni biashara. Anasifiwa sana. Nilichokifanya. Tulikuwa na mchungaji mmoja Sabini askofu. Akaitwa yule. Wakaanza kuongea na rafiki yake kwa Kiingereza. Wanaambizana hao ni wachungaji kutoka kijijini. Alafu wana nguvu sana. Ila hawana maarifa sana. Wakati tumebandika mkono kwa hao wenye maarifa sana. Pepo za kutosha. Za kutosha. Alitapika, ilikuwa kwenye tairizi. Alichafua sebule sana. Na mafuta yake. Huko ameshikiliwa na mavifungo ya kutosha mpaka mizimu imo. Na visaidizi vyake. Unamtisha adui, visaidizi havimwogopeshi adui. Utakuwa wa moto sana, hakuna mzimu wala pepo litabaki. Ukijaa Roho Mtakatifu, maana ni moto. Hakitastahimili kukaa kisichokuwa cha kimungu. Lazima kiungue, nafasi itakosekana ya kukaa. Mungu hawezi kukaa kwenye mafiga yenye moto unaowaka. Lakini Mungu anapenda sana kusogea kwenye kikome kama kimezima. Utamkuta amekaa pale anaota mpaka ndoto. Lakini wakati moto unawaka Mungu hawezi kusogea. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu kuna moto unawaka pale. Hakuna mchawi, hakuna mzimu, hakuna pepo. Haitastahimili. Ukichochea vizuri hata kama ukiwa ndani nyumbani mwako, moto ukawaka sawa sawa. Mimi nakwambia kuna vifungo vinaachia ukiwa nyumbani. Ni msaada, kwa hiyo hata kama uko wapi utasaidika tu. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Yule mama alijitupa vibaya. Na pepo yamejaa pamoja na vitu yake. Na mbona haujui? Mimi nina mwanangu mmoja pale kanisani. Alikuwa akibeba mimba zinatoka. Kumbe mwanaume yeye yuko kwa hao wa mafuta. Na wa mafuta wanaloga fahamu zako. Akisharoga fahamu zako, akishasema geuka nyuma, kulia, kushoto, nenda mbele, unakimbia kama nini? Wanaanza na ufahamu. Unahitaji kuwa na Roho wa Bwana akupe akili njema ya kuweza kutofautisha roho gani hizi. Bwana Yesu asifiwe. Maana vinginevyo utaendelea kuibiwa. Akabeba mimba inatoka, akibeba inatoka. Sasa alipobeba mimba ikatoka. Wakati nikapata msukumo wa kufundisha somo hilo. Nikamuuliza siku moja tu kwamba mwanangu njoo wa kike. Wewe uliota nini kabla ya kutoka hiyo mimba? Ananiambia niliota kwamba eti kuna mtu ananiambia jiunge kwenye chama chetu. Nikamwambia mimi siwezi kujiunga kwenye chama chetu.
Ulivyomwambia akasemaje? Akasema, kama hutaki kujiunga kwenye chama chetu, toa kitu cha samani. Toa kitu cha samani. Mimi sina kitu cha samani. Nasema hivi, kama hutaki kujiunga kwenye chama chetu, toa kitu cha samani. Akazinduka. Kesho mimba ikatoka ya miezi 3. Kumbe mwanaume yeye ndiye anatumia mafuta. Mwanamke hayatumii. Ila mwanaume anatumia kwa ajili ya shughuli zake, kazi zake. Ila mwanamke yuko tu nyumbani, ni mama wa nyumbani, anafanya shughuli zake na yeye na imani yake. Lakini mwenzake tayari ashajiunga kwenye shirika, kumbe bila kujua yeye kama yuko kwenye shirika. Sasa na wewe ujiunge, kwa sababu pia wewe ni mwili mmoja na wewe mwanaume, na mnatumia. Kwa hiyo yale mafuta wakati mwingine mwanaume anayatumia, yale maji wakati mwingine anaweza akayatupia kidogo hata kwenye diaba, ujui anayamimina, mnayanywa wote. Utayalipa. Shetani akopesha. Ananenepesha ili achinje. Ila hana uwezo wa kutoa sadaka. Shetani atoe sadaka, anakopesha. Anayetoa sadaka huwa ni Mungu. Shetani huwa yeye hatoi zabibu. Sadaka ya hiari. Yeye huwa anakopesha. Alafu nalipa mpaka na riba yake. Kumbe mimba zinatoka kwa sababu wanaume anatumia mafuta. Yale mafuta kumbe sasa ndio, kama hutaki kujiunga, mlipe hata angalau faini. Umetumia kwa muda wote huo mnanufaikia. Kwa hiyo yalipie. Mimi nikafikiri kwamba kama hutaki basi unakuwa huru. Analipa. Ndio kugundua. Nimeweza kufundisha madhara kutokana na manabii. Nikamwambia mashemasi wale ambao wanataka kupona, wakalete maji, wakalete mafuta. Shemasi anaenda lita 5, lita 10, mwenye chumvi, mwenye mafuta, udongo, nywele, vikorokoro vya ajabu. Unaibiwa mchanga. Hata kama unasoma darasa la 2 la 3. Mtu anafika kama hapa. Siku moja mchanga shingapi? Zile fao. 400. Leta zilipo 10. Alafu unauziwa kijiko 1000. Jamaa si hela ya kutosha kabisa. Alafu watu wanakimbia hivi. Akishaingiza baadaye sasa natoa ofa. Jichukulie upako kila mtu jinsi unavyoweza. Watu wanabebelea maudongo. Wewe kabisa ukikoswa nguvu za Mungu umefilisika na utateswa kweli. Na kule huwezi kutoa sadaka 100. Hata kuna chukua kule alafu anakwambia fika nyumbani pata nafasi. Achilia sadaka kujiambatanisha na huo upako. Utaona nguvu inashuka. Unadanganya kwamba ni bure, lakini mwisho wa siku lazima uachilie sadaka. Alafu utaona upako unafanya kazi. Acha kudanganya. Zile ni alama zinamwakilisha Roho Mtakatifu na wala sio vinginevyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu. Njiwa ni alama ya Roho Mtakatifu pia. Njiwa ni alama ya Roho Mtakatifu kwa maana ipi? Njiwa ni ndege mpole sana. Na ana asili ya tabia, ni mzuri pia. Anapenda usafi. Ukiona alama ya njiwa maana yake Roho Mtakatifu, alama ya njiwa alishuka kama huwa Luka 3:22. Na ile Mathayo 3:16. Alama ya njiwa ni mpole, lakini ni kiashiria cha amani. Njiwa ni kiashiria cha amani, lakini ni msafi, ni mpole. Iweni wapole kama huwa. Maana yake Roho Mtakatifu, ukiona alama, kwa nini Roho Mtakatifu ana alama ya Roho Mtakatifu ya njiwa? Ikiwa inamaanisha njiwa ni msafi, njiwa ni mpole, njiwa ni ndege wa amani. Kwamba unaona tu ni alama ya kiashiria cha amani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akitupa neema tutaendelea kesho kuangalia umuhimu wa Roho Mtakatifu. Lakini mwisho wa safari tunatamani weka kiu na shauku na wewe umpokee huyo msaada. Roho Mtakatifu aje juu yako. Utakuwa umepata msaada. Bila kuwa na Roho Mtakatifu, adui atakushinda, kwa sababu vita ulionayo ni roho. Ukiwa na roho itanyamazisha zile roho zisikutanishe. Lazima uwe rohoni, lazima uvikwe huo uweza, lazima upokee ile nguvu, italeta mageuzi na mabadiliko juu yako. Na watu ambao wanajua Roho Mtakatifu ndio kila kitu kwao, wanamuuliza vitu kwenye maisha yao,
akutana na jaribu la kiafya, akutana na changamoto. Unaweza ukajiuliza, hapa kuna shida kubwa, lakini tumejaribu kwa utabibu wa kawaida, imeshindikana. Sasa nafanyaje? Kuna mtu mmoja ameenda hospitali, kaonekana shida yake ni kupelekwa India. Milioni 27 andaye za nauli kwenda India, na yeye ni binadamu tu wa kawaida, wakulima kawaika kamoja. Hizo milioni 20 tutazipata wapi? Akaenda kumwambia mchungaji wake. Mchungaji wake alikuwa ni wa kike. Akamwambia, mama, niambia baba yangu uko na kwake, shida hii ni kubwa, vingine vitakufa. Siku kuna shida ya figo, si ya ini. Akaambiwa hivyo. Sasa akajiuliza sana, nilipomwambia mchungaji, nimeambiwa tena nifanye haraka kupata hiyo fedha, kesho wanasema watanipa rufaa ile, mimi sasa mimi kuondoka. Mchungaji, sina kitu. Mchungaji alikuwa na watu 3 nyumbani kwake. Alikuwa mchungaji anaishi pale na kaka yake mmoja, na alikuwa na binti yake. Sasa alikuwa anatarajia kitokea kuna hitaji anawakusanya wale wanafamilia wake wanaomba pamoja. Sasa kilichotokea, yule dada alipomaliza kueleza akaondoka, akaenda nyumbani. Akaenda nyumbani akamwambia, nikajiandae sasa, yaani mimi mchungaji sioni nitafanyaje. Baba, mimi milioni 27 nitazipata wapi? Ndugu kile unayemshirikisha, ndugu kwanza wamechoka, kila wakati tunamwambia baba anaumwa, kwa nini nafanyaje? Mchungaji aliingia, alishangaa tu nguvu ya Roho Mtakatifu imnasa. Baada ya kutoka yule dada alimweleza mchungaji akaingia kwenye, alikuwa sehemu ya prayer room, huwa alikuwa na nyumba yake tengeneza kwa sehemu ya maombi, chumba cha maombi. Akaanza kuomba. Aliomba ilikuwa saa 3. Roho Bwana alimkamata, akaanza kunena kwa lugha mpaka saa 6. Sasa ilipofika saa 6, yule binti yake akasema, mbona leo mchungaji anaomba, mbona hatatushikishi? Na muda mrefu. Yaani tangu saa 3 nimelala. Nikuja kuzinduka saa 6 bwana naomba. Akaamua aende pale. Aende sasa, akaanza kuomba sasa angalau basi. Alipofika pale akanaswa na nguvu ya Roho Mtakatifu, akaanza kunena kwa lugha. Halafu huyu akapata nafuu ya kwenda kupumzika naye. Akaenda mchungaji akapumzika. Akatembea saa 6 hiyo mpaka saa 9. Saa 9 yule kaka akasema, mbona kama kuna jambo la ajabu au kuna siri gani wamelificha? Maana mchungaji alikuwa anaomba kuanzia ile saa 3. Lakini nimekuja kuzinduka muda huu. Huyu dada naye anaomba tena. Yule kaka naye akainuka. Akaanza niende kabisa na mimi nikaungana. Inawezekana kuna jambo likifika. Alipofika akanaswa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Alafu yule dada naye akarudi kwenda kulala. Huyu naye akaanza saa 9 mpaka saa 12. Hawajui wale wawili wote hawajui wanaombea nini. Anayejua ni mchungaji tu, maana alipewa taarifa kwamba yule mimi mgonjwa wangu nimeambiwa milioni hizi. Sasa asubuhi saa 1 wanaamka wote. Jamani, wanamuuliza mchungaji, kuna nini? Mbona hatujaelewa? Japo tumeomba lakini hatujui tumeombea nini. Anambia, yule dada alikuja, yule alisema baba yake amejua shida yake ni mpaka India. Sasa mimi nikaingia kwenye maombi. Na mimi nikashangaa, nilipofika nikaona wewe umeondoka. Alafu na mimi tena nilipokuja kufika huyo akaondoka. Sasa saa 3 akarudi yule dada. Nimekaguliwa faili, imeonekana baba yangu mimi mzima. Yaani hilo tatizo wanasema hii tatizo labda walikosea mafaili tu. Rudi nyumbani. Kwa hiyo nimeagwa. Nani amesababisha? Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufukua na kwenda mpaka kwenye siri zilizojificha. Na akaondoa yaliyoshindikana kwa akili za binadamu. Kwake yanawezekana. Haleluya! Sauli alikuwa na hasira, anamtafuta Daudi kwa maana ikimpata Daudi ninapiga mpaka na mchungaji wake. Akaenda. Samueli wa kwanza 19. Alipokwenda akatuma watu, wakafika wakakuta kule Rama nguvu ya Mungu imeshuka, Roho Bwana ametanda. Wakapotelea huko. Wakaja wengine makamanda, wakapotelea huko. Basi akaona nifunge safari mwenyewe. Na hasira zake wataenda kuniona. Alikwenda
anafika pale na yeye atakamatwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, akamkuta amelalua na nguo zake, anabubujika mpaka watu wanauliza, jamani, tangu lini Sauli naye alikuwa nabii? Hata kama mtu amewasha moto wa hasira kinyume na wewe, ila ukikuta umevikwa uwezo, nguvu ya Bwana imejaa juu yako, kesi inaisha juu kwa juu, maana Roho Bwana anasimamia msaada wa kipekee. Roho Mtakatifu ni msaada wa ajabu. Watu wanahitajiwa kuwa naye Roho Mtakatifu ili waupate msaada wa kweli wenye nguvu ya kuweza kugeuza milima. Biblia inasema Zekaria 4:6 na 7, sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Nani mlima unayesimama mbele ya Mkristo? Ukiwa na Roho wa Bwana Mtakatifu, milima inayeyuka, inaachia njia, majaribu yananifia. Ukiwa umejaa nguvu ya Bwana, tamani kujaza Roho Mtakatifu. Naomba tusimame. Tamani kujaa uwezo wa Bwana. Kuna kesi ndogo ndogo zinaendelea, lakini kiboko yao ni Roho Mtakatifu. Hebu omba Bwana kusaidie uwe miongoni mwa watu ambao wanajaa na kufurika. Mwombe Bwana kusaidie walioamini, walijaza Roho, walioweka kiu na shauku, walijaa Roho na Bwana aliwatembelea sawasawa na shauku yao, sawasawa na kiu yao. Ukiona umuhimu wa kitu, utakitafuta, utakihitaji, utaweka shauku, utaweka mikakati ili kuweza kukipata. Lakini ukiona kama hakina umuhimu, unaweza kuchukulia kawaida. Hebu kila mtu fungua kinywa chako tuombe. Omba tu, fungua kinywa uombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ni mtakatifu uliye hai, ambaye Bwana ulitupa msaidizi, ambaye ni Roho Mtakatifu uliyesema sitawaacha yatima, bali naja kwenu nitawachia msaidizi. Ukawaambia kaeni mchini, mtulie, mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na hii ni haki ya wote wenye mwili, wa kike na wa kiume, vijana na wazee. Watanena kwa lugha, wataota ndoto, wataona maono. Msaada wako wa Roho uwe juu ya wanao. Yesu, achilia mafuta ya Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Mungu uliyetimiza ahadi yako siku ya Pentekoste, Bwana uiachilie nguvu yako leo kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Unayepanda kiu, unayepanda shauku, unayetia wito na mzigo ndani ya kila moja kwa habari ya ujio wa Roho wako Mtakatifu, unapandie kiu na shauku wanao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu wa majeshi, tunakushukuru. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Yes. Katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Sante Roho Bwana uliye hai, sante Mungu uliye hai, sante Bwana uliye upande wetu, utujazae katika viwango na nguvu, utujazae katika viwango na nguvu. Hebu fungua kinywa chako useme kitu. Utujazae nguvu Bwana ni wewe, utuwezeshaye ni wewe Bwana, utufanikishaye ni wewe Mungu. Tukiwa na nguvu yako Mfalme, hatutaogopa vitu. Tukiwa na nguvu yako Bwana, hatutahofu chochote. Tukiwa na nguvu yako Bwana, tutatumika. Tukiwa na nguvu yako Bwana, tutaweza kuchoka, maana utakuwa ndani yetu Mfalme. Utatutia nguvu hata wakati wa shida, hata wakati wa majaribu utafanyika mshauri, hata wakati wa kuona hatuwezi, tutaona nguvu yako. Roho wa Bwana, ni wakati wako, tutie nguvu Jehova. Tulipochoka Bwana, achilia nguvu yako. Tulipokata tamaa, achilia uweza wako. Tujaze nguvu yako tena, tuwezeshe tena Bwana, tuwe washindi tena Mfalme. Ni wewe Mungu wetu, ni wewe Bwana, ni wewe Kristo, ni wewe Bwana. Yaliyokufa kwa neno lako yatawishwa tena. Tulipochoka kwa nguvu zako, tutafanya upya tena, maana wewe ni Bwana uliopo kututia nguvu. Wewe ni Bwana uliopo kutufanya tuwe hai. Asante Mungu wetu.
Sante Bwana. Wewe ni Alfa na Omega, twakwa